kwa kweli choma na michezo nikisema kwamba eti siwezi kupongeza timu ambayo imetuwakilisha wa Tanzania, imefanya vizuri, imeingia finali. Kwa hiyo nampongeza mwenyekiti Mangungu, na hii itaondoa zile lawama ambazo ikifungwa timu Mangungu sio ya kwake. Ikishinda timu Mangungu sio ya kwake. Ikifungwa Mangungu ya kwake hiyo timu. Kwa hiyo nafikiri itamjengea stamina na strength fund katika uongozi wake katika VAR, ambayo ukiangalia kwa undani zaidi unaona kwamba kuna na sisi tunaona hawa marefa na sisi tumewaweka katika VAR yetu ya sisi kama watazamaji wa mpira. Kwa hiyo wakati mwingine nafikiri wajaribu kwa wanaangalia, wakati mwingine kuna reality ambayo unaiona, labda wewe refa kama peke yako unapewa dhamana kwenda kuangalia VAR, lakini mamilioni ya watu wanaangalia mpira, wengine wanaangalia live, wengine wanaangalia kwenye TV na wanaangalia na picha ya marejeo, lakini wanaona kwamba kuna jambo ambalo si sahihi kutokana na maamuzi ya mtu mmoja. Na umeona kwa upande, umezungumzia hapo VAR, lakini umeona kwa upande wa Kibu Denis naye alifanywa faulu eneo la boxi. Unafikiri nao ile ilikuwa ndio ni mojawapo ya mambo, ndio wanasema kwamba kuna matukio mengi yametokea pale ambayo ukiangalia Kibu Denis, ukiangalia kwa umakini zaidi unaona kabisa kwamba hapa amekanyagwa, pale amevutwa mguu ndani ya penalty. Lakini mtu anakwenda kwa VAR anakuja anakuambia no penalty. Yes, karibu sana ndani ya Like Media. Mimi naitwa Lugano Israel na niko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo, na kama ambavyo unafahamu wekundu wa Msimbazi Simba wameingia hatua ya finali. Mchezo ambao umewaingiza ni mchezo wa ugenini ambao wamecheza Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch, lakini mchezo wa nyumbani ni ule mchezo ambao walipata matokeo ya goli 1-0 katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Simba wakienda hatua ya nusu finali mara baada ya ushindi huo. Sasa tunaenda kuwatafuta baadhi ya watu mbalimbali, hasa watu ambao pengine wanatoka upande wa timu pinzani, kwa upande wa Yanga. Hapa namtafuta kwa maana ya aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Young Africans, Frederick Lugano Mwakalebela. Atuambie pengine kwa mtazamo wake kile kitu ambacho amekifanya Simba kuingia hatua ya finali kwa kuwatoa Stellenbosch, mchezo ulikuwaje na ana neno gani kwa upande wa Simba kwa kile kitu ambacho amekifanya, lakini pia ana neno gani kuhusiana na mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu kwa kile ambacho amekifanya chini ya utawala wake kuipeleka timu kwenda hatua ya finali. Nini ambacho nakizungumza? Tunaungana naye sasa tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki kitu ambacho yeye binafsi amekipokeaje kama kiongozi wa zamani wa klabu ya Yanga. Frederick Lugano Mwakalebela, kama mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Yanga, mtazamo wako kuhusiana na Simba kuvuka kuingia hatua ya finali, kwa mtazamo wako umepokeaje hiyo? Kwanza nikasema tu kwamba kama Mtanzania na wapongeza Simba kwamba angalau wanaanza kufuata nyayo zetu. Wameshaanza kujua kwamba mpira ni uwekezaji, kwa hiyo waendelee kuwa nawekeza, na hii inaweza kawapa confidence labda katika siku za usoni wanaweza wakawa wanaingiza timu uwanjani wanapokuwa wanakutana na Young Africans. Kwa hiyo kama Mtanzania na wapongeza kwa kuwa katika hatua ambayo ni kubwa sana katika mpira wa miguu barani Afrika. Ni kitu ambacho wamejitahidi, wamepambana, lakini pia natoa tahadhari zangu kwamba tunapozidi kwa tunazipa nafasi VAR, wakati mwingine sisi wenyewe tumeangalia mpira vizuri, lakini unaona kuna mambo ambayo yamejitokeza katika VAR ambayo ukiangalia kwa undani zaidi unaona kwamba kuna na sisi tunaona hawa marefa na sisi tumewaweka katika VAR yetu ya sisi kama watazamaji wa mpira. Kwa hiyo wakati mwingine nafikiri wajaribu kwa wanaangalia, wakati mwingine kuna reality ambayo unaiona, labda wewe refa kama peke yako unapewa dhamana kwenda kuangalia VAR, lakini mamilioni ya watu wanaangalia mpira, wengine wanaangalia live, wengine wanaangalia kwenye TV na wanaangalia na picha ya marejeo, lakini wanaona kwamba kuna jambo ambalo si sahihi kutokana na maamuzi ya mtu mmoja. Kwa hiyo unaweza kusema Simba pengine itakiwa wao wameadhibiwa kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch? Hatuwezi kusema hivyo kwa sababu mwisho wa siku labda lingeingia hilo goli ambalo ndio ilikuwa ni unaona tena na offside, kuna mpira mtu ameshika, kuna vitu vingine, lakini mwisho wa siku ni kwamba kwa ujumla wake ni kuipongeza Simba kwa katika hatua kubwa na ya mwisho kabisa katika mashindano haya, na Mungu awasaidie waweze kufanya vizuri, lakini kuanza kumtafuta mchawi nani, nafikiri hiyo sio wakati wake. Lakini wakati unazungumza hizo Frederick Lugano Mwakalebela, wewe ni mtu wa mpira haswa, na umeona kwa upande, umezungumzia hapo VAR, lakini umeona kwa upande wa Kibu Denis naye alifanywa faulu eneo la boxi. Unafikiri nao ile ilikuwa ndio ni mojawapo ya mambo, ndio wanasema kwamba kuna matukio mengi yametokea pale ambayo ukiangalia Kibu Denis, ukiangalia kwa umakini zaidi unaona kabisa kwamba hapa amekanyagwa, pale amevutwa mguu ndani ya penalty. Lakini mtu anakwenda kwa VAR anakuja anakuambia no penalty.
Kwa hiyo tuweze kusema VAR bado haijawa msaada kwa vile ambavyo tulikuwa nafikiri. Ni msaada kwa wenzetu walioendelea, lakini sio msaada kwa marefari wa Afrika. Yote katika yote, soka la Tanzania sasa linaenda kuwa na heshima. Yanga walifika katika hatua hii na Simba anafika katika hatua hii kwa interval ambayo sio ndefu sana. Kwa mtazamo wako, unaona tunasogea sasa kwenye soka letu? Soka linasogea, lakini pamoja na hayo wanaosogeza zaidi soka ni hao wenzetu ambao wanategemea kuchukua kombe la Mapinduzi, wanategemea kuchukua klabu bingwa ya Tanzania, ngao ya hisani na FA. Kwa hawa ndio unaona ni wamedominate. Wachezaji kutokuwa wajanja hasa masuala yanapozungumzia kama ni penalty au kuna kitu fulani kumfuata muamuzi. Lakini leo tumeona kuna tukio ambalo limetokea. Kwa upande wako umelionaje? Captain Mohamed Hussein Shabalala anaenda kusimama karibu na muamuzi muda wote na mganda anamwambia kaacheke VAR. Unaweza kusemaje? Nimeona hiyo ni kweli, ameonyesha kweli ukapteni walitia, lakini hata ile goli la Yanga ukiliangalia sisi tulikuwa tunapigiwa simu na watu waliokuwa wameenda South Africa. Ndio. Utuulize kwa sababu unajua wakati mwingine ukiwa live unaangalia hivi inawezekana usione. Lakini Shabalala alikwenda kutoa ushawishi kwa referee. Na kuna vitu alikuwa anamnong'oneza, sasa sijui alikuwa anasema nini. Lakini sisi kwa mfano kama kwenye goli la Yanga liliingia, lakini kama ukiwa huko pale uwanjani wakati mwingine usione vizuri, ndio maana wachezaji wetu wengine wakashindwa kuweza kuweza kwenda kumforce refa. Lakini watu walikuwa tulioangalia na picha ya marejeo na wengine walikuwa wanatupigia simu kutoka South Africa kwamba mmeionaje sasa ni goli halali limevuka kwenye mstari 100%. Ndio maana nakwambia kwamba bado tuna safari ndefu ya marefa wa Afrika. Ndio. Yeah. Na umezungumzia hapo kwa kubwa kabisa kwamba Yanga ndo ambao ni kama wamewasababisha Simba sasa nao waseme tunatakiwa tufike pale ambapo Yanga amefika. Msaada wa Yanga na kufika finali inawezekana imewasaidia Simba nao wakajipush kufika hapo kwa sababu walikuwa na kama wanazomewa hivi. Imewasaidia kiasi kikubwa, angalau wanaweza karudi mjini, pesa tukakaa nao tukaongea kwa sababu tulikuwa tumewapiga gap kubwa sana Simba hao. Yeah. Kwa hiyo finali sasa unawaona wapi? Pengine unaweza kaenda kuchukua ndoo kabisa. Kwa finali siwezi kutabiri sana kwa sababu bado naisoma timu pinzani ya Simba. Alafu ndio naweza nikatoa comment yangu. Hiyo sasa hivi ni mapema mno. Lakini Simba hii ndio ilikuwa inasema tunajitafuta. Bado hatujakaa sawa sawa, lakini sasa hivi inaonekana kama tayari yani kama ameungana vizuri. Inakutisha kwa upande wako kama upande wa Yanga kama ni timu ambayo mkikutana pengine inaweza kasumbua? Ningetishika sana kama wangekuwa wameingia uwanjani siku ambayo walipokuja wale wazee pamoja na mbuzi, lakini otherwise sijatishika bado mpaka nikutane nao. Yote katika yote, wewe ulikuwa makamu mwenyekiti wa klabu ya Yanga, ingawaje sasa hivi haupo kwenye uongozi, lakini Mangungu bado yupo katika uongozi wa Simba. Unaweza kumwambiaje kwa kitu ambacho kimefanyika? Mimi nikumpongeza, na kwa sina la ziada. Nikumpongeza, itakuwa kweli choma na michezo. Nikisema kwamba eti siwezi kupongeza timu ambayo imetuwakilisha wa Tanzania, imefanya vizuri, imeingia finali. Kwa hiyo nampongeza mwenyekiti Mangungu, na hii itaondoa zile lawama ambazo ikifungwa timu Mangungu sio ya kwake. Ikishinda timu Mangungu sio ya kwake. Ikifungwa Mangungu ya kwake ni timu. Kwa hiyo nafikiri itamjengea stamina na strength fund katika uongozi wake. Nikushukuru sana Fredrick Lugano Mwakalebela, umeongea yani kiwana mchezo kabisa. Naamini kabisa hii itatusaidia sana kwa uko mbele kwa sababu sasa watu watakuwa wanaongelea michezo kutoka kwenye msingi wako. Asante, nashukuru sana. Nakushukuru sana. Asante. Naam, tulikuwa tunazungumza na Fredrick Lugano Mwakalebela hapa kuhusiana na mchezo ambao umepigwa, Simba wakicheza na Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Na Simba wamepata nguvu ya kwenda finali sasa, licha ya kwamba ni ile goli tu ambalo lilifungwa pale Zanzibar, kule hakuna mtu ambaye kafunga, lakini home advantage ambayo alipata ya kupata goli ndo ambalo limedumu mpaka dakika mwisho. Amezungumzia vitu vingi hapa, akazungumzia kile ambacho alikifanya Mohamed Hussein Shabalala kwa kumwalasi muamuzi na vitu kama hivyo. Kapongeza pia Mangungu kwa kile ambacho amekifanya. Huyu ni makamu mwenyekiti wa zamani kwa maana ya
Fredrick Lugano Mwakalebela ambaye alikuwa anazungumza hapa. Kaongea kiukubwa, kaongea kiuongozi, kaongea kwa vile ambavyo anatakiwa kuongea. Pongezi sana kwake, kwa sababu wengine pengine wangeongea kwa sababu ya ushabiki, lakini kaongea mpaka matukio ya Simba ambayo yalistahili wanufaike nayo, naye ametamani kuona nao wamefanya vile ambavyo wamefanya. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambao umechagua Like Media. Asante sana kwa wewe ambao umesubscribe, lakini asante sana kwa wewe ambao una comment na kulike kila wakati na kila wasaa. Mimi nikushukuru sana, mpaka wakati mwingine. Ciao.